Mara kwanza nakutana na Joy. Ni mtandao ndio umetukutanisha, niseme la ukweli. Hichi ndicho kilichonivutia kwa huyu bwana. Mr. Aje ana elimu kubwa tu ya tunafahamu. He's a doctor. Ni daktari mzuri sana na amefanya kazi na watu mbalimbali na mashirika mbalimbali serikalini. Amepata heshima kubwa sana na utaalamu mkubwa sana. Amefika paka nje, amekutana na wa Tanzania, wazungu, watu wa mataifa mbalimbali. Simsifii lakini wa China ndivyo alivyo. Lakini nikakutana na kitu kinaitwa Chuo Kikuu cha Mtaani. Kwa safari hii tu moja licha ya kufanya research na kujifunza, mimi huku bwana nimetoka nina wateja ambao kwa safari yako kama faida ni ndabu imekuwa na manufaa sana. Na nilichojifunza Aje, kuna siku kwenye maongezi yetu before na kukumbusha, uliwahi kuniambia kwamba anayeshinda ni ambaye yuko kwenye game, kwenye mchezo. Sijui kama unakumbuka vizuri. Ilikuwa mchana hivi. Nikamwambia Joy, unajua nini? Ingia kwenye mchezo. Kama huko kwenye mchezo huna nafasi ya kushinda. Asiye kwenye game hawezi kushinda mchezo. Narudia tena. Asiye kwenye game, huyo sio mshindani. Huyo sio mshindi. Nimepata falsafa hiyo kabla hata sijafika huku Morogoro. Imenisumbua sana. Na ndio imenileta huku. Wow. Maneno yana nguvu kumbe sasa. Imenitesa sana. Kila siku nilikuwa nikilala nikiamka. Ninasema ni kweli ninaona mbali, nina maono mengi. Sipo kwenye game. Haupo kwenye game. You have no chance. Bi yake ukiwa mule kwenye game sasa. Wazo lako liwe kushinda tu. Iwe kushinda tu. Ngoja niwape mfano halisi. Unasemaje? Yeah, please do. Please do. Huyu ni mshindi. Hujambo na karibu katika channel ya Aje Farms, mashamba yanayokimbia. Niko na rafiki yangu huyu hapa. Ni guess what? Yeye ametokea Dar es Salaam na yeye ni mwanafunzi wangu, lakini rafiki yangu. Unajua katika chuo kikuu cha Mtaani, kituo cha Misukosuko, tuna tabia moja kwamba mwalimu na mwanafunzi wake ni marafiki. Yes. Niambie Joy. Uko poa? Hello, niko poa. Ongea na wadau hapa ambao wao pengine wanataka kujifunza jambo moja au nyingine, kile kuna mali wanafikiri kama kusita. Lakini kwa nini umemfuata Aje Farmer? Aje Farmer nimeanza kumfuatilia siku nyingi. Nimekuwa nikiangalia makala zake, page zake, Instagram, YouTube, Facebook. Nimekuwa nikivutiwa sana na ushuhuda wake kwa sababu ni ushuhuda halisi na ameyaishi maisha. Ameanza chini, akaja katikati, akaja juu na tunatarajia ataenda juu zaidi. Juu niko mahali katikati, bado najitafuta. Wewe tayari hapo kati umevuka. Kwa hiyo ni mtu ambaye anafundisha, mtu ambaye hana kitu kabisa, mtu ambaye anahisi tayari ana kitu, mtu ambaye anaona yuko mahali fulani. Huyo tunamuhimiza kwamba hujafika, na huyo mtu ambaye anahisi amefika bado na yeye pia ana nafasi yake na mchango katika Aje. Kwa hiyo mimi ni wakaribishe sana kwenye page, lakini katika kitu kikubwa sana ambacho kimekuwa muhimu na msaada katika maisha yangu kupitia Mr. Aje. Mimi napenda kumuita Mr. Aje. Ni safari. Amekuwa akitoa mwaliko wa safari za kibiashara, za kiujasiriamali. Zimekuwa zinanivutia sana nikiona, lakini nikasema hapana. Kwa nini wao na sio mimi?
Mtandaoni wamejaa watu matapeli, wamejaa watu walaghai, wamejaa watu ambao sio wa uhakika. Nikasema lakini aje ana kitu cha tofauti. Nikasema hapana, huyu nitamfuata. Kwa hiyo nilianza safari yangu rasmi na ziara hii rasmi kutokea Dar es Salaam mpaka Morogoro. Huku nimejifunza vitu vingi sana ambavyo vimenipa hatua kubwa katika maisha yangu. Kwanza nimeshawishika kwa sababu mimi nimeenda kwenye uzalishaji, kwenye chimbo. Kwenye chimbo, okay. Maana ukiwa unafanya biashara, kama wewe bado haujawahi kufika kule ambapo unachokifanya ndipo kinachotoka, wewe bado. Okay, yani una safari ndefu sana. Safari ndefu sana. Joy, nimekuwa siku ya kwanza tulikutana na wewe. Yes. Tulikutana ndio mara kwanza nakutana na Joy. Yeah. Ni mtandao ndio umetukutanisha, niseme la ukweli. Exactly. Lakini tulikutana kama vile tulikuwa tumejuana miaka 10 iliyopita. Ndio nikaanza kugundua kwamba kumbe akili ni kama sumaku. Yeah. Yaani inamvuta mtu wa aina yako. Come on. Kwa tulikutana tulizungumza muda mfupi na kumatch, na kama tungekuwa tuseme wachezaji siku ile, yani unajua kabisa mwenzangu anaenda huku na mimi naenda. Kwa hiyo nafurahi sana kwamba umeweza kufika kuitikia wito. Nilikuwa nimeshawishi kidogo, bwana unakuja. Joy mara kwanza akushow up. Mara ya pili niliona mimi nakuja, na kweli akaja kutoka Dar es Salaam, amefika mpaka Barakawa na ameweza kufika kwenye chimbo kama alivyokueleza. Yeye ni shuhuda kweli kwamba mazungumzo yetu yamekuwa ya matunda. Mpaka sasa hivi kuna furaha wewe. Nina kwa safari hii tu moja licha ya kufanya research na kujifunza, mimi huku bwana nimetoka nina wateja ambao mimi nilikuja kuangalia vitu vyao vya huku vya asili ambavyo naweza nikavipeleka Dar es Salaam, nikafanya maisha yangu, lakini kumbe nimegundua na wao wanahitaji vitu kutoka na mimi wananihitaji. Okay. Wanahitaji vitu kutoka Dar es Salaam. Okay. Kwa hiyo safari yako zaka nyepesi, huku unakuja unachukua mzigo, unaleta mzigo, alafu unachukua mzigo. Yeah. Kwa safari yako kama faida ni double, inakuwa imekuwa na manufaa sana. Na nilichojifunza, aje kuna siku kwenye maongezi yetu before na kukumbusha, uliwahi kuniambia kwamba anayeshinda ni ambaye yuko kwenye game, kwenye mchezo. Sijui kama unakumbuka vizuri. Ilikuwa mchana hivi. Yeah. Nikamwambia Joy, unajua nini? Ingia kwenye mchezo. Kama huko kwenye mchezo huna nafasi ya kushinda. Kubwa sana. Yeah. Kwa sababu mimi ni mtu mwoga sana. Mwoga. Unaona kama una confidence. Nina confidence nikiwa na uhakika na ninachokiongea. Okay. Na confidence sasa, ndugu mtazamaji, kwa sababu tayari niko kwenye field na nimekutana na aje, sio roboti wa kwenye mtandao. Wala sio AI. Kwa ni mtu mjasiri nikiwa nina uhakika na ninachoongea. Okay. Kama sina uhakika wa sina ujasiri. Okay. Kwa sababu tayari nimekutana na aje mwenyewe, sio mtu wa babaishaji. Nimeenda kwenye kitabu chake, yote aliyoyaongea nimeona kwa macho. Okay. Nimepata faida binafsi. Okay. Kwa nina confidence. Confidence ninakosaga confidence nikiwa nina maana nikiona kitu kwa mara ya kwanza. Katika hasa mitandao, tunafahamu mitandao sio ya kuamini sana. Huwa sina ujasiri wa kuchukua hatua. Okay. Naomba nitoe tu shuhuda kidogo. Yes. Asante. Niliona tangazo moja la aje, alikuwa akiuza marage 1,500. Yeah, sometime back, labda mwezi mmoja uliopita. Yeah, sure. 1,500 alafu yakiwa Dar es Salaam. Watu wengi sana walituma comments za discourage sana, kusema haiwezekani. Hata mimi ilinishtua 1,500. Nikasema hapana. Ndio nilichukua hatua ya kumpigia simu, alipatikana. Aje ni mtu ambaye ana communicate na wateja wake yeye mwenyewe. Ndio kitu alichofaulu. Nashukuru Mungu. Asilimia kubwa mentorship, watu wengi ambao tayari wako kwenye level yako hawa communicate na wateja wao direct.
Okay. Wakitoa namba, ukiipiga ile namba au ongei na aje. Unaongea na mtu mwingine. Unaongea na mtu mwingine kabisa. Ndio tofauti ambayo niligundua kwake. Kwa kile nikipiga simu nakuta ni yeye na video call nakuta ni yeye. Kwa hiyo kilinipa msukumo, lakini nilivyoona ile bei nikaogopa, nikataka kuchukua hatua nikaogopa, lakini akanipa sasa msamiati. Anayeshinda ni aliye kwenye game. Anayeshinda, hiyo ndio quotation kubwa sana ambaye Joy anatuambia kwamba anayeshinda ni walisia. Kama upo kwenye game utashindaje sasa? You have no chance. Ndio sasa tuna jambo lingine moja ambao amecomment sana Joy wakati tumekutana, anasema mbona aje kama alitegemea labda atakuta mimi nimeposa fuko ni tai hapa nazungumza kidogo sasa akaja kushangaa anakutana mimi nini unasema? Ulisema hiyo comment, ningependa sana na mwingine pengine anategemea kukutana na mimi. Ni nini umeona kwamba namna ninavyofundisha, muonekano wangu na namna ninavyokuwa ninapokuwa naongea pengine na mentee wangu na kwaje? Kwanza nianzie hapa. Hichi kinaitwa chuo kikuu cha mtaani. Elewa neno mtaani. Tunaanzia hapa. Hichi ndicho kilichonivutia kwa huyu bwana. Mr. Aje ana elimu kubwa tu ya tunafahamu. He's a doctor. Ni daktari mzuri sana na amefanya kazi na watu mbalimbali na mashirika mbalimbali serikalini. Amepata heshima kubwa sana na utaalamu mkubwa sana. Amefika paka nchi za nje, amefika paka nje. Amekutana na wa Tanzania, wazungu, watu wa mataifa mbalimbali. Simsifii lakini wa China ndivyo alivyo. Lakini nikakutana na kitu kinaitwa chuo kikuu cha mtaani. Sasa hichi tunajua watu wengi huwa wanapenda sana kutumia majina mazuri ya kuvutia wateja, lakini hawawezi kuyabeba. Hawana hiyo content. Tunapokuja kiuhalisia hawawezi kubeba kile kitu. Hata wewe mfanyabiashara mwenzangu, mjasiriamali, ninakushauri utakapoweka nembo yako, brand yako, hakikisha kwamba inabeba uhalisia wako. Okay. Hichi ndio kitu ambacho nimevutiwa sana kwako. Wow. Kwa sababu mimi nimekuja kuona ni kweli ni chuo cha mtaani. Sasa nikupe ushuhuda. Nilivyokaa naye mara ya kwanza tumeanza kufundishana, nilitegemea nitaona kuna laptop kubwa, presentation kubwa. Nikategemea kuna pen, kuna diary, nikategemea kuna utangulizi, you know, by profession. Siwezi kusema profession yangu, lakini ninaelewa mtu akiwa anafundisha kuna mtiririko fulani na kwa nao. Nimesema kwenye upande wa walimu, mimi nimefundisha kidogo kama mwalimu back in the days. Sasa anakuwa kuna sema mpango kazi, wanaita mpango kazi au scheme of work. Sasa scheme of work mix kwa nayo Joy anasema right on the go. Alipofika tukaanza kuzungumza wala lesson plan. Tuna lesson plan. Kwa hiyo tunazungumza kama vile tuko kwenye kijiwe, lakini ndani yake kulikuwa na masomo. Tulikuwa kama vile tunacheza bao, lakini ndani yake kuna somo linaendelea. Ni mtu ambaye anaangalia una uwezo gani, anakusikiliza, alafu anajua hapa napigaje. Okay. Alafu hapo unajua kwenye mazungumzo, kumbe nimegundua babu zetu tukisoma kwenye hii elimu tunaosoma ya darasani. Kuna ile inaitwa formal education na informal. Sasa ile informal ile ya babu zetu, jamani, hiyo ndio iko kwenye kwaje. Ile sasa na mimi naamini mimi bwana nimebatika kitu kimoja. Joy, wakati nasoma nimebatika kukaa darasani miaka 20. Sasa miaka 20 ndio unajua. Kwa hiyo ina maana naelewa mapungufu ya mfumo wetu wa elimu, mfumo rasmi. Mwalimu kwanza anakuwa na mwanafunzi. Yaani mwalimu na mwanafunzi unajua ni kama ni mbingu na ardhi. Kuna distance. Kwa hiyo mwanafunzi anashinda connect
na mwalimu wake. Kwa hiyo mwalimu anapozi, kuna mimi nasitaki kusema chuo gani ambapo mwalimu ulikuwa unamsalimia ni profesa, ukimwamkia shikamoo profesa, tena una bedi kidogo hivi. Haitiki. Anaona sasa hivi mbona huyu hapa ni kama sisimizi yani na tembo. Ushafahamu? Kwa hiyo kuna distance kubwa sana ambao mfumo ule rasmi wa elimu unaweka kati ya mwalimu na wanafunzi. Yeye anachokisema Joy ni kwamba amepata feeling ya mtaani kwamba katika ile wakati tunasoma kutoka kwa babu na bibi zetu, unaweza kaa naye pale kwenye mafiga mnapika au mnaota moto, alafu anakupigia story. Alafu zile stories zinakaga kichwani ujue hizo. Yaani mimi jana ninakumbuka katika maongezi yetu nilijiuliza kwa sababu kuna namna ujue ukienda kukutana na mentor, tunafundishwa huko mitandao, nafikiri na nyinyi ni mnaelewa kwamba andaa pointi zako. Okay, andaa vitu vingi. Tunaambiwaga vitu kama hivyo. Nafikiri kama ni mwenzangu na mimi ni mtu ambaye nafuatilia sana hawa mentors. Nafuatilia sana. Ni mtu ambaye nafuatilia sana wana falsafa, nasoma sana vitabu. Wow. Napenda vitu kama hivyo. So kuna namna tunafundishwaga. Ukitaka kukutana at the first time, andaa hoja zako, panga points, unataka kuuliza. Na of course mimi nilipanga, lakini nilikuta sifungui nilipopapanga. Kwa sababu gani? Ndugu mtazamaji, nilijikuta nikiongea hivi, nikiuliza swali hili, ninajibiwa katika pointi zangu 3 ambazo zijazo. Lakini pia nikitaka akienda mbali sana, nikitaka kuuliza nje ya mada, yaani wakati mwingine kuna pointi mnaongea labda tuende kwa uhalisia. Kuna swali jana nilikuuliza. Nikasema sasa mimi mjasiriamali ambaye sina mtaji. Na wewe unatuambia mtaji ni kitu cha 4 kwenye ngazi za ujasiriamali. Tambani kweli. Na mimi ninachojua mtu paka ingia sokoni lazima awe mtaji. Lazima ina mtaji. My dear. Jinsi nilivyojibu hiyo swali sasa. Yaani nilijikuta ninapata maarifa kwamba kumbe kesi sio mtaji. Sio mtaji. Kama ni mtaji basi watu wengi wangekuwa wamefanya vitu kubwa sana. Alafu nikajifunza nikagundua kwamba katika maongezi tulikuwa tukiongea, nikagundua kwamba kumbe hakuna kiasi maalum cha mtaji. Okay. Sure. Tunapozungumzia mtaji uwaga tunaanzia millions, yani tunaanzia milioni kuendelea. Asilimia yetu kubwa. Yaani sema mtaji nadhani kwamba ni hela hapa ni cost fulani. Sasa just imagine mimi nimekutana na daktari. Alafu mtu mkubwa sana. Wewe ni mtu mkubwa sana. Najua huyu tayari ana level fulani. Lakini akaniambia mimi nikamuuliza swali. Hivi nikiwa mimi kwa mfano mimi nina 500,000. Alafu 500,000 hii yani mimi sitaki kuipoteza. Ndio pekee. Nakumbuka neno ndio pela pekee. Only that have yani sina kingine, kwa hiyo ninaona nikikipoteza hichi maisha yangu yamepotea. Yes sir. Akaniambia kwa sababu umekiangalia kile na kitu unachokihofia ndicho utakachokipoteza. Lakini akaniambia Joyce unasema 500,000? Akaniambia hiyo ni kubwa sana. Nikasema come on. Ukajiona ukaona kama unahisi kama kuna mtu ana hiyo anao mtaji wa 100,000 na anaupambania. Yaani akaniambia unasema 500,000. 500,000 ni mtaji mkubwa sana. Yaani hata usihangaike kuanza na 500,000. Unaweza ukaanza hata na shilingi 50,000, hata 20,000. Hata 20,000 ukatoka. Alafu nikajifunza kwamba mtaji atupati kwenye ajira. Mtaji atupati kwenye kubahati labda kupewa. Mtaji una vyanzo vingi sana. Okay. Wakati mwingine vile ulivyo tu inaweza kuwa ni mtaji, nguvu zako tu zinaweza kuwa ni mtaji. Ujuzi wako ulionao, watu wanaokuzunguka. Ujuzi ulionao. Unaweza ukawa ni mtaji. Akaniambia kwamba kama akanipa mfano mmoja, kuna dada yuko Arusha
alimuona dada mzuri kabisa, yuko smart, ambaye angeweza kujionea aibu, lakini alikuwa na viatu anaviweka kichwani. Ndugu yangu sijapoteza point yangu. Anaviweka kichwani, anapita nazo mjini. Sehemu ambayo inaheshimika sana. Kwa hiyo akanifundisha kwamba sasa kama dada yule alichukua viatu viwili unaweza yaani kama unaweza kuvaa kiatu ina maana umekinunua. Sure. Pesa 5,000. Umenunua kiatu cha 5,000. Au hata cha 4,000. Umenunua viatu viwili. Umeviweka hapa, watu wanajua, alafu umebeba begi kubwa mgongoni. Mimi mwanzo nilisema huyu hapa nikuta wadada wengine wako smart. Nikaenda mtaa mwingine nikakuta wadada wengine kuna mahali wanafika tu wanasimama kama sanamu. Na lazima utanunua. Vitu unanunua vizuri, viatu vizuri. Kwa hiyo issue sio watu nadhani kwamba lazima nipate ajira ndio nipate mtaji. Lazima nipate connection labda. Anasema mzazi wangu, mjomba wangu yuko sehemu fulani, yuko Canada, mimi amenitupa, mjomba wangu hajanipa mtaji. Hapa ujumbe anaosema Joy ambao nilimwambia kwamba ukitegemea kusaidiwa au ufike hatua uone mtaji kwenye bank account umejaa, utakufa na wazo lako. Issue ni kutoka. Yaani mimi nimwambia Joy, hata kama una nauli haitoshi safari yako, toka, uwezi jua utapata hata lift uko mbele. Ndio kitu ambacho yeye Joy amefanya. Ametoka Dar es Salaam, ameacha vitu vingi sana, ametoka kwenye hali ya kuwaza tu, ameenda kwenye uthubutu. Ongeze pia wewe. Thank you. Sasa tuna issue moja Joy. Wakati tuna wind up hapa. Kwenye mambo yote, falsafa zote ambazo nimejaribu kufundisha, unajua falsafa gani ambayo kwako moja tu imekolea sana kichwani? Falsafa ambazo nafundisha falsafa nyingi za mtaani. Nyingi sana. Lakini ipi ambayo unasema hii hapa hii itanitoa. Imenigusa sana. Asiye kwenye game hawezi kushinda mchezo. Narudia tena. Asiye kwenye game, huyo sio mshindani. Huyo sio mshindi. Okay. Nimepata falsafa hiyo kabla hata sijafika huku. Morogoro. Imenisumbua sana. Na ndio imenileta huko. Wow. Maneno yana nguvu kumbe sasa. Imenitesa sana. Kila siku nilikuwa nikilala nikiamka. Ninasema ni kweli ninaona mbali, nina maono mengi. Sipo kwenye game. Haupo kwenye game. You have no chance. Ndio. Kwenye mimi simu yangu ukifungua tu haraka vitu vitakavyokuja haraka pale, utakuta matajiri wa kwanza duniani, utakuta listi za watu ambao wamefanikiwa sana, utakuta na wafuatilia watu wengi sana, nasoma sana page zao. Lakini issue ya kutoka ndani kuthubutu, si ndio ilikuwa issue kubwa sana kwako? Nilikuwa ninaogopa. Nilikuwa ninaogopa, na hasa naogopa kupoteza. Na ni hofu ya watu wengi, nafikiri. Bila shaka. Tunaogopa kupoteza, tunaogopa, lakini katika mchakato hivyo ni vitu vya kawaida sana. Lakini pia katika hiyo ambaye yupo kwenye game, yupo ndio anayetarajia kushinda, nilijifunza kwamba unapoingia uwanjani usiingie na wazo la kushindwa, kwa sababu utashindwa, si ndio? Yaani ndani ya falsafa nilipata adui yake. Kwamba ukikosa, kwa mfano hapa tunafundisha kwamba anayelenga silaha, wale wanalenga shabaha, ukiona lenga kurusha tu jiwe, akili ikikujia tu kwamba naweza nikakosa, unakosa kweli. Lakini kwa hiyo akili yetu mara nyingi ndo tunataka kupambana na akili yetu kwamba muda wote tuwazie kwamba tutapata, na ndio kitu ambacho kwa hiyo tukasema kwamba unapoingia, tumeshasema kwamba asiingia kwenye game ana nafasi. Ana nafasi ya kushinda. Ukiingia wewe tayari una nafasi. Lakini bi yake ukiwa mule kwenye game sasa. Wazo lako liwe kushinda tu. Iwe kushinda tu. Ngoja niwape mfano halisi. Unasemaje? Yeah, please do. Please do. Huyu ni mshindi. Na huyu ni Sonko sasa hivi mwenzio. Soma siara. Ni Sonko. Sababu she has been through. Kwa hiyo tayari nilisema kwamba lazima niingie kwenye hiyo mchezo.
alafu ili nishinde. Okay. Alafu sasa nikasema ili nishinde lazima nijiambie kwamba mimi sishindi. Alright. Sasa ngoja nikupe kitu ambacho ni riski kubwa sana nilikifanya. Okay. Ulifanya kitu riski kubwa sana. Acha tupe riski. Kwa namna gani aliingia kwenye mchezo? Tuone. Namna anavyocheza mchezo wake. Hapa anakupa kodi hapa. Kama nilivyowaambia, mimi ninaishi Dar es Salaam na nimetokea Dar es Salaam. Nimekuja Morogoro kwa ajili ya ziara maalum ya ujasiriamali na nimekutana na Mr. Aje, napenda tu kumuita Aje. Sipenda kutumia jina lake halisi. Sikuja hapa kwa vile hivyo nitarajia, alijua anakuja mwanafunzi wake kwa ajili ya kumsaidia. Lakini mimi nikasema mimi naenda uwanjani. Mimi siendi darasani. Okay, naenda uwanjani kucheza. Mimi naenda uwanjani. Okay. Kule Morogoro kule kuna watu huwa wanavaa. Alafu hawavai tu vitu vya ajabu. Wanapenda kuvaa vitu vizuri. Okay. Alafu Dar es Salaam kuna vitu vizuri sana. Okay. Nikasema ni watu wa damu mnapendezaga unajua. Tunamshukuru Mungu. Sababu mpo kwenye machimbo. Tuko kwenye chemchemi. Chemchemi. Sasa. Kwa hiyo nikasema nataka nikufundishe nguvu ya kusema kwamba naenda kwenye game na mimi ni mshindi tu peke yake. Okay. Nikasema kwamba nitaenda nina bidhaa. Na hichi kitu kimemshangaza sana jana nafikiri juzi. Kimemshangaza sana kwamba hajanitia hivi vitu, anashangaa nimekuja na vitu tofauti. Alibeba zigo. Yaani alibeba mzigo kabisa, yaani amebeba mzigo wa kama hivi. Wakati sisi tumekuja kuongelea mazao. Sasa tumekuja kuongelea nafaka. Na nimekuja kutafuta mambo ya nafaka. Okay. Napenda sana hiyo biashara ya nafaka. Lakini akaona mzigo mkubwa, nafikiri kwa haraka ulifikiri ni nguo zangu. Yeah, nilisi kama nguo zangu. Zimekuwa nyingi sana hizo, kuna kasi siku 3 tu. Labda wewe unabadilisha nguo kila baada ya lisali moja. Kwa hiyo mimi nikasema sitatembea kwa hasara, mimi naenda kwenye uwanja wa mchezo, nataka nikacheze. Okay. Na baada ya kucheza nitashinda. Kwa hiyo tunajifunza imani kubwa sana katika swala la ujasiriamali. Okay. Kitu cha kwanza ni imani. Na imani yako inatakiwa ina kushinda tu. Kwa hiyo nilichukua hivyo hapo. As you see. Nenda gani? Yes. Kuna mtu angeona na huenda watu watakupitia. Unaweza ukanitafuta kwa sababu namba zake za simu. Tayari ninaweza nikamhudumia mtu wa dukani kwa bei ya jumla atakavyohitaji yeye mwenyewe, lakini pia apart from this one kama nitoe. Yeah, sure. Hiyo ni kanzu ama ni nini? Hii ni dela. Ni dela, okay. Hili ni dela, as you see. Dela. Mama mpendezi kama watu wa Dar es Salaam hii hapa. Nikasema hapana, unajua watu wa Morogoro bwana. Ni watu ambao pia wanahitaji kuvaa vizuri kama watu wa Dar es Salaam. Sasa. Hili ni dela ambalo ni high quality, sio kijola. Hapo si ndo. Nataka nikufundishe kitu. Okay. Mjasiriamali, unaweza ukasema sasa kwa sababu ninaenda kijijini na wale sidhani kama kijijini na uchumi mkubwa sana. Ngoja tu nichukue kijola cha 5,000, 6,000 ili waweze kumudu nipate hela. Lakini nimechukua kitu quality. Sasa. Kwa hiyo kwanza nimejiamini mimi. Okay. Siwezi kuuza kitu ambacho hakina ubora. Okay. Na nimewaamini wateja wangu wanaweza kununua, wanaweza kuvaa. Okay. Haijalishi wanaishi kijijini. Kwa na imani. Kwa biashara inahitaji imani. Okay. Kwa ni kitu ambacho nafikiri mnavifahamu, bei zake sio za vijola. Quality nzito na bei yake pia ni nzuri. Kwa hiyo vitu kama hivi nimebeba. Sasa nataka kuja kwenye maana yangu halisi ya kwamba nilikuwa nimetargeti kushinda. Na nilisema ninaenda na begi lenye mzigo na nitarudi na begi tupu. Na imetokea. Hapa ninapokuambia ndio kitu nilichobakiwa na tayari hapa kabla sijafika hapa nimepita somewhere. Nimekutana na mtu kaniambia kwa sababu mimi siwezi kwa mkopo niko
cash. Niko ugenini. Wale ambao mnasemaga kwamba tunafilisika kwa sababu tunakopesha watu hawatulipi. Hapana. Kuwa na msimamo kwenye biashara, jiamini. Watu mwingine akiona anauza kitu kuanzia 20,000 kuendelea anasema mtu hawezi kunilipa. Okay. Nakutia moyo. Nimeuza kijijini cash. Ukapata hela yako 25 kuendelea. Okay, wow. Na kwa hiyo tutegemee nini? Na maana hii biashara moja ya mazao imezaa biashara nyingi. Safari moja ya ziara hii. Okay, fikiria kama ni mtu ambaye ungekuwa ndani tu unaogopa kutoka kuja. Ina maana kama ndo neno analosema kwamba kama hujaingia kwenye mchezo una nafasi ya kushinda kwa sababu samani. Ningetumia lugha hii. Ninatamani kufanya biashara yangu. Natamani kufanya biashara ya viatu, lakini frame nikikodi hapa Dar es Salaam 300,000 kuendelea na nataka miezi 6. Nitauzaje? Lakini nikishachukua frame natakiwa niende TRA, natakiwa niende leseni. Nipate mtu akunisaidia pale kwenye frame. Nipate mtu nimlipe. Kwa nikipiga mahesabu ya haraka ni kama milioni 5 hivi. Sasa mimi mtaji wangu ulikuwa ni nauli ya kwenda Kariakoo. Okay. Nimefanya biashara ambao mtu anaweka kwenye frame kwa mwezi mzima anauza moja. Mimi nimefanya biashara hiyo sijaweka kwenye frame na nimeuza more than huyo mtu ambaye angekuwa kwenye frame. Nimeuza vitu vingi. Alimba nani sema nikatisha hapo. Alimba nani yule? Alimba asema uoga wako ndio maskini wako. Alimba. Nani yule Alimba? Kwa kweli mimi sifuatiliaji sana injili sana. Kwa hiyo anasema uoga wako ndio maskini wako. Fikiria ungeweza kuwaza hayo mambo yote makubwa kwamba frame utapata wapi? Utapata ile unavyo draw kwenye body kwa muda mrefu ndani unajinyima nafasi. Badala yake ingia kwenye mchezo. Umeingia kwenye mchezo. Toka nenda hicho chocho nacho. Mimi nakwambia hivi 10,000 natosha mtaji. Okay, wow. 5,000 natosha mtaji. Ni shuhuda. 5,000 only 5,000. As long as uko na nia na uko na imani. Wewe kama unataka mtaji unahitaji mtaji wa milioni 500. Milioni 500 inaanza na shilingi 1. Sure. Au inaanza na senti kabisa. Okay. Anzia pale ulipo. Ndio message hapo. Anzia hapo. Ni kampeni ya kina Yas nadhani kwamba anza ulipo. Safari inaanzia pale ulipo. Kwa hiyo hicho ulicho nacho kwa sababu uzuri bwana wa Tanzania yetu kuna bidhaa za kila aina na za kila kiwango cha pesa. Na wanunuzi pia wapo wa viwango vyote. Kuanzia chini mpaka juu. Unaweza unahitaji kuwa mfanya biashara wa nguo kubwa, unahitaji kuagiza vitu nje, unahitaji kuagiza mabalo mbalimbali, makontena. Lakini una 5,000. Okay. Sasa mimi nikutie moyo. 5 mimi nimekulia Dar es Salaam. Okay. Nina machimbo mtoto mjini. Ninaelewa sehemu ambayo unaweza ukaenda na 5,000 ukajaza. Wow. Ni wewe tu? Kwa hiyo atakayetaka kunitafuta nitaacha namba zangu. Na labda watajie mara moja kabla ya saa. Nitamsaidia. Taja namba za simu kabla tujaondoka. Okay, 06 86 75 75 22 88. Kwa hiyo tumetaja hiyo namba mara 2 ujue kuna umuhimu mkubwa sana. Na sasa nikuulize tena swali lingine la mwisho. Okay. Biashara ya mazao sasa imekuwa combo, imeungana na biashara ya nguo, viatu na vitu kama vya urembo. Imebidi nikatishe kwa sababu gani? Nimekuta demand ipo. Yaani wateja wameniambia tunataka zaidi. Wow. Wateja wameniagiza na ni shahidi kabla tujaanza ni shahidi nimefika tu kwenye meza yake hapa nikawa na simu za wateja. Pisi 50, pisi 100, pisi 200 na wanaamini kuna kitu kikubwa. Okay. Kwa hiyo ni mfano hai sana. Yaani sana. Ambao umetokea kwenye hii meza na umeushuhudia. Yaani ni elimu ndio chuo kikuu cha mtaani. Inafanyika chuo kikuu cha mtaani. Kwa hiyo tayari nimeshapata oda za kutosha na ambazo labda ningesema kwamba sasa wao wanaofanya hivyo vitu ni watu wakubwa sana, ni watu fulani. Unajinyima nafasi ya kushinda. Kwa hiyo Joy ametupa ushuhuda wa kutosha, ushuhuda wa kweli kabisa, ambapo mimi hata alipofika niseme kweli mimi ni mjasiriamali.
lakini sikujua kama ataondoka na ule mzigo kwenda kula ambapo tulimpeleka, alafu atauza mzigo wake, alafu arudi anatoa ushuhuda wa namna hii kwamba ameuza na akapata oda. Kwa kweli mimi nampongeza sana. Asante. Na kingine ambacho mimi natoa ujumbe kama wa mwisho hapa ni kwamba nashikilia pale falsafa ambayo yeye pia kaileta kwamba usipoingia kwenye mchezo una nafasi ya kushinda. Lakini pia kwamba ukiingia kwenye mchezo jiandae kushinda zaidi, kwa sababu hata yule bondia kitendo tu cha kupanda ulingoni kama kina Mandonga, ukishasema huyu jamaa anataka nipiga moja asikia, atakupiga kweli. Kwa hiyo inaanza kwanza kwa falsafa, jiandae kushinda. Na jamaa wangu mmoja ananiambia ukitaka kuruka na kusema unapopanga kuruka jiandae kushika mawingu, ukikosa kosa si utashika matawi. Unaruka, yani jitahidi uruke kadri uwezavyo, kwa sababu yani vile unachokiwaza ndio kinachovutwa kwenye maisha yako halisi. Na kuna wakati kwenye kitabu cha Napoleon Hill, wewe ni msomaji wa vitabu. Napoleon Hill alisimulia kisa cha bwana mmoja ambaye alikuwa na jeshi lake wakati anaenda kupigana vita. Kwa hiyo walienda na manuari ya vita ile. Kama mnaenda Zanzibar, kutoka bara mnaenda Zanzibar kwenda kupigana vita. Walipofika pale yule captain yule anambia choma hiyo nini? Manuari ya jeshi. Kwa either tukishindwa huku kwenye vita hii, tumeshaenda ngambo ya pili. Njia pekee ya usafiri ni manuari, yani meli ile. Tunaichoma sasa. Kama tukishindwa tunafia huku, tukishinda ndio uhai wetu. Sasa ogopa mtu anayepigana vita katika mfumo either yani ashindwe afe au ashinde, anapigania uhai. Na hiyo ndio ilitokea kwangu mimi wakati naacha kazi mwaka 2017. Okay, naacha ajira ambayo ilikuwa ndio maisha yangu, ndio nitegemea miaka 20 yote nasomea, si ndio? Sasa ina maana nilivyotoka kwenye ajira na kwenda kwenye ujasiriamali, mimi nilijiapiza nikishindwa na kufa, na nikishinda na kuogopa mtu anayepigana naye. Kwa hiyo nitasema shambani sasa usiku saa ngapi, kwa sababu akili yangu inaniambia nakwenda kushinda. Kwa hiyo nisiposhinda mimi nakufa. Sina option. Nimeshachoma manowari yani. Vieti vyangu sijavichoma, lakini sitegemei kabisa kuajiriwa tena. Ndio nimeshachoma hiyo. Sitegemei kuajiriwa tena popote. Hata wanangu sitegemei kuajiriwa. Kwa hiyo nadhani ni message kubwa sana ambayo Bijoy, nafurahi sana besti wangu. Huyu hapa mwanafunzi wangu. Na naamini tutakuwa kwenye safari pamoja. Na endelea kufuatilia vipindi hivi, na of course atakuwa na page yake. Unaweza kuitaja page yenyewe QJ nini? Watu wanakufuatia kwenye mitandao ya kijamii. Nina kitu kinaitwa QJ Natural Products. Kama kadi yako kama utaweza kunania hapa. Thank you. Anayo yeye, okay. Yeye anayo page yake ambayo tayari ameshaanza kuthubutu, si kama ndogo kiasi cha anachojisema yeye. Come on. So she has been in the game. Kwa hiyo hata anapocheza hapa kwa hiyo nikuonesha kwa karibu hapa. Kwa hiyo ukienda kwenye page yake QJ ni Queen Joyce, Natural Products, QJ Products. Kwa hiyo Natural Products anaweza anaita unga wa ugalilishe, kitu ambacho kimeni surprise. Next time atakueleza ukienda kwenye page yake. Yaani kuna unga wa ujilishe. Ndio, lakini kuna unga wa ugalilishe ambaye ana story kubwa sana hiyo bidhaa ambayo anaweza kueleza. Lakini pia kuna asali na products nyingi sana kama mafuta, na this time anaongeza nafaka bora quality. Yeye anaenda kwenye machimbo kabisa, anachukua mashambani, sio kuchukua zile nafaka zimekaa miaka 2-3. Kwa hiyo ukimfuatilia kule na namba ya simu alotaja, basi utapata kuengage naye. Huyu ni dada ambaye she's ready to talk, ni mtu ambaye hajisikii, hana makuu. Kwa hiyo unaweza kumuona mwenyewe. Umeona amependeza kuanzia sura mpaka mwili. So see you in the next video. Asante sana kwa kutazama. Asante sana kwa kutazama video hizi hapa kutoka Haji Farms Mashamba Anatembea. Mimi ni daktari mkulima ama mwadhiri kutoka chuo cha mtaani kitivo cha Misukosuko. Na kuomba kama ndo mara ya kwanza pengine unatazama vipindi kutoka Haji Farms Mashamba Anatembea au chuo cha mtaani kitivo cha Misukosuko, hakikisha una subscribe, like na kushare. Comment hapa, uliza maswali, Bijoy atakuwa naona, lakini pia tukutane katika kipindi kijacho. Mimi nampigia makofi zaidi ubi mkubwa ambaye ameamua kufanya jambo. Kuwa mkulima sio tabu tena. Changamoto za mazao au mifugo sasa kwisha habari yake. Haji Farms wamekuja na suluhisho la kudumu, na sasa wanakuletea vitabu mbalimbali vya mazao na mifugo. Kama una changamoto za kilimo, vitabu hivi ndio suluhisho lako. Kukufikia ni rahisi. Unaweza kuvipata kwa njia ya WhatsApp au kutumiwa popote nchini na hata nje ya nchi.
Cha kufanya, wasiliana na Aje Farms leo kwa 0757757968. Bei za vitabu hivi ni ndogo sawa na bure. Nunua leo kitabu chako uunganishwe kwenye kundi la WhatsApp la zao husika. Hatujamaliza. Kama wewe ni mkulima, una mazao na hujui wapi utapata soko zuri la kukupa faida, wala usijali. Kama wewe ni mnunuzi wa mazao na hujui ni wapi utapata mzigo, nawe pia usikonde. Hapa kuna mkulima na pale kuna mnunuzi. Ni nani wa kuwakutanisha moja kwa moja? Ni Aje Farms. Si hivyo tu, kupitia mtandao wa Aje Farms unaweza kujua bei za zao lolote lile nchini. Cha kufanya ni wewe kuwasiliana nao kupitia WhatsApp au piga simu. Wafuate kule Instagram, Facebook na YouTube kwa jina la Aje Farms. Wote mnakaribishwa.